anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah, atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah na kazuia kwa ajili ya Allah, faqad istakmala al-iman, atakuwa amekamilika imani. Namba 4, ja'ala Allahu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, Allah amemjalia mtume, amemfanya mtume wake sallallahu alaihi wasallam al-farika baina awliyai wa baina a'daihi, kuwa mtume ndo pahala pa kupima mawali wa Allah na maadui wa Allah. Fala yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima jaa bihi wattabi'ahu batinan wa dhahira, hawezi kuwa wali wa Allah isipokuwa yule aliyemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na kaamini yale aliyokuja nayo na kamfuata mtume dhahiri na kwa siri. Menelewa? Ina maana haiwezekani akawa wali wa Allah mtu asiyekuwa mwana sunna. Mtu wa bid'a hawezi kuwa wali wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wali wa Allah anapatikana katika watu wa sunna. Kwa hiyo hii ni misingi ya kuwapima mawali. Niliwahi kuwatajia kisa kimoja, niliwahi kuambiwa kuna shehe mmoja alikuwa anawaswalisha watu swala. Mara kwenye swala yake wakasikia nafukuza mtu. Kwenye swala toka. Simenelewa. Sasa baada ya swala wakamuuliza, shehe, vipi tena? Ulikuwa unafukuza nini? Akasema, wakati ninaswali niliona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya mtume. Yeye yuko Tanzania, alafu kaburi liko Madina. Simenelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam Saudi Arabia, kwenda kwenyewe mpaka ndege. Yeye yuko hapa, kaona kaburi ya mtume anafanyaje, mbwa anakatiza. Si alipitia wapi huyo mbwa? Yaani kwa mazingira unapoyajua. Haya, kamuona yule mbwa pale. Sasa namfukuza yule mbwa. Watu wakashangaa kweli, sasa ushe hatari sana. Simenelewa. Ndio mashehe zetu wa namna hii tulionao mijini. Shehe anakanganya watu, akamwambia ukipoteza hela njoo. Sisi tulikuwa na mashehe huko, ukipoteza hela nakwambia njoo. Haya, anatengeneza uganga wake kwenye bakuli, kwenye maji, hapo nakwambia ndio muangalie. Fahamu? Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, yule bwana akasema alikuwa anafukuza mbwa kwenye kaburi ya mtume. Watu wakamini. Akatoka bwana mmoja akaenda kumsimulia mkewe. Ambia shehe, leo aisee tunaye shehe. Huyu shehe hatari. Mvua zikatiki tena hapa. Tukifika msimu wa kulima tuenda kwa shehe. Kwa shehe huyu mkose mvua. Yule mke wake alikuwa amesoma kwa watu wa sunna. Naelewa shida ya ikhwan. Sasa ndio hivyo Allah amemtahidi. Akamwambia kweli, asema shehe, leo tunaswali akamuona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya mtume, akamzuia yule mbwa. Yule mwanamke akasema wewe kali. Sasa mwanamke akasema sasa naomba mume wangu mwalike shehe aje kidogo nyumbani, tutakuwa tukuta baraka. Huyo shehe mwalike angalau siku moja tule naye hapa nyumbani. Lakini kabla ya kumwalika muulize anapenda chakula gani tumuandalie, ili tusije tukaaibika. Yule bwana akasema naam. Nikamwingia, akaenda akamuomba shekhe kwa heshima zote, tunaomba tule pamoja nyumbani, ila naomba uniambie chakula gani wapenda. Akasema mimi napenda wali. Simenelewa? Wali mweupe, alafu ule wali na mayai ya kuchemsha. Mayai, sikose mayai. Sawa. Alhamdulillah. Akamwambia mwanamke akaandaa chakula kizuri. Kakiandaa pamoja, akaandaa sahani mbili, bakuli mbili za wali, zikawekwa wali vizuri. Ile bakuli ya shehe, yale mayai akaweka
chini ya bakuli, alafu wali ukafuatia juu, alafu bakuli ya mume wake yale mayai yakawekwa juu. Haya, wakakaribisha shekhe, chakula kikaanza kula. Sasa kila yule aliyemkaribisha mwenyewe anakutana na yai, kula yai. Ile shekhe uzalendo kamshinda, akhi, sikwambia mimi napenda mayai? Simeelewa, mbona hamna mayai hapa? Fahamtu? Yule bwana ikabidi amuulize mke wake, wewe mbona unatia kwa shekhe mayai? Mwambie shekhe wako mayai, ila alimwambia mapema, ambia mayai haya na yaweka chini, shekhe wako akiyaona basi utajua ameona mbu wa Madina, lakini asipoyaona ujue kwamba yule shekhe wako muongo. Fahimu tumekwa na yule mwanaume kweli. Shekhe akamwambia bwana, mimi nimekuambia nataka mayai. Yule shekhe yule bwana akachukua kijiko akafukua ule wali. Ambia shekhe, mayai haya hapa. Kumbe hapa. Ambia shekhe, uliona mbu wa Madina, mayai yako ni bakuli hujaona. Simeelewa. Hapo ikawa ndo mwisho wa yule bwana na shekhe. Angalia mwanamke msomi alipotumia njia ya kumnusua mume wake. Fahimu tumefanya. Tapeli huyu adanganya tamuona mbu wa Madina, mayai yako kwenye bakuli anakolia hajayaona. Kwa hiyo ndivyo walivyo hao waongo. Fahimu tumefanya.